Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Utawala wa sheria ndio nguzo muhimu ya demokrasia. Wakati ambapo mahakama inatoa uamuzi, kila mtu kuanzia mwananchi wa kawaida hadi serikali yenyewe ana wajibu wa kuheshimu. Ndio maana taarifa zinazoibuka kuhusu kuwepo kwa raia 7 wa Marekani wanaowekwa karantini nchini Kenya licha ya amri ya mahakama kusimamisha kituo hicho cha Laikipia zinapaswa kuzua maswali mazito kuliko majibu. Kwa upande mmoja, shirika la misaada la Marekani Samaritan's Purse limesema wazi kuwa wafanyakazi wake 7 waliotolewa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazuiliwa nchini Kenya kwa siku 21 katika mahema ya kijeshi. Kwa upande mwingine, waziri wa afya Aden Duale anakanusha taarifa hizo na kusisitiza kuwa ujenzi wa kituo cha Laikipia ulisimamishwa kufuatia amri ya mahakama. Wakenya sasa wameachwa katikati ya simulizi mbili zinazokinzana. Kinachotia wasiwasi si tu swala la Ebola, bali ni heshima kwa sheria za nchi. Ikiwa kweli kuna kituo kinachofanya kazi kinyume na amri ya mahakama, basi ni nani aliyeruhusu? Je, mamlaka ya mahakama yamepoteza nguvu mbele ya maamuzi ya kiutendaji? Na ikiwa taarifa za shirika hilo la Marekani si za kweli, kwa nini serikali ya Kenya haijatoa ushahidi wa wazi unaoondoa utata huu mara moja? Serikali pia imekataa kutaja maeneo ya vituo vya karantini, ikisema inalinda maslahi ya afya ya umma. Hoja hiyo inaweza kuwa na msingi wa kitaalamu, lakini usiri haupaswi kutumiwa kuficha ukweli au kuwanyima wananchi haki ya kuwajibisha viongozi wao. Uwazi na uwajibikaji ni sehemu ya usalama wa afya ya umma. Aidha, tukio hili linaibua swali la msingi kuhusu mamlaka ya Kenya. Je, maamuzi yanayohusu afya na usalama wa taifa yanafanywa kwa maslahi ya wananchi au kwa shinikizo la washirika wa kimataifa? Ikiwa Marekani inahitaji kuwahifadhi raia wake waliotoka eneo lenye mlipuko wa Ebola, kwa nini Kenya ichukue jukumu hilo wakati mfumo wake wa afya bado unakabiliwa na changamoto nyingi? Tunaiuliza serikali maswali ambayo Wakenya wanastahili kujibiwa. Je, ni kweli hakuna Mmarekani anayezuiliwa katika kituo cha Laikipia kama waziri wa afya anavyosema? Ikiwa yupo, ni kwa mamlaka gani? Wakati mahakama ilisimamisha mradi huo, serikali imechukua hatua gani kuhakikisha kuwa amri ya mahakama inatekelezwa kikamilifu? Na ikiwa taarifa zinazotolewa na washirika wa Marekani zinapingana na zile za serikali ya Kenya, ni nani anayesema ukweli? Mwisho, heshima kwa sheria haiwezi kuwa ya kuchagua. Serikali haiwezi kuwataka wananchi kuheshimu mahakama huku yenyewe ikionekana kupuuza maamuzi yake. Iwapo utawala wa kisheria utayumba katika swala nyeti kama hili, kesho unaweza kuyumba katika masuala mengine mengi yanayogusa haki za Wakenya. Ni wakati sasa wa serikali ya Kenya kutoa maelezo ya kina, ya wazi na yanayoweza kuthibitishwa. Katika taifa linalojivunia demokrasia, ukweli haupaswi kufichwa nyuma ya ukimya wala kauli zinazokinzana. Wakenya wanastahili uwazi, Wakenya wanastahili ukweli, na zaidi ya yote, Wakenya wanastahili kuona sheria za nchi yao zikiheshimiwa bila ubaguzi.